Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, ameshindwa kutoa maoni ya moja kwa moja juu ya pendekezo la Urusi la kujiepusha na kushambulia miundombinu ya kiraia, licha ya kuulizwa mara mbili katika mkutano wa wanahabari wa hivi majuzi. Jaribio la kwanza la kumfanya ajibu pendekezo la rais wa Urusi Vladimir Putin lilitoka kwa mwandishi wa Politico. Zelensky aliuliza swali hilo ni la nani, na kwa vile mwandishi hakujibu alipuuza. Swali kama hilo baadaye lilitoka kwa mwandishi wa kituo cha television cha United 24 cha Ukraine. Zelensky hakujibu moja kwa moja ikiwa yuko tayari kujadili mpango huo. Alisema wakati wao Warusi wanatoa mapendekezo ya mazungumzo, wanaondoa Marekani nje ya mazungumzo, lakini tuko tayari kujibu maneno yetu. Ikiwa kesho Warusi wako tayari tu kwa usitishaji mapigano, lakini kwa hakika watasitisha mapigano, tuko tayari kuanza mazungumzo. Hapo awali msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema Moscow haikupokea majibu ya Kiev kwa pendekezo la Putin la kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia. Vilevile Kiev haijazungumza na Washington kuhusu kifurushi kipya cha usaidizi wa kijeshi na hakuna makubaliano yanayoendelea hivi sasa. Volodymyr Zelensky anasema, msaada tunaopokea sasa ni ule ambao uliidhinishwa na Congress mwaka mmoja uliopita. Bado hatujapata fursa ya kufikia makubaliano na Marekani au hata kujadili maelezo ya usaidizi wowote mpya na Marekani, alisema. Akizungumzia nia ya Kiev kupata mfumo wa ulinzi wa anga wa Patriot, aliacha mlango wazi kwamba hivi zinaweza kujumuishwa katika kifurushi kipya cha usaidizi, lakini alikubali kwamba hii itategemea mazungumzo zaidi. Alilalamika kwamba Marekani imeshindwa kujibu uchunguzi wa Kiev kununua mifumo hiyo. Vilevile, wakati wa mkutano wa Aprili 23 mjini London, Marekani itafichua mpango wake wenye vipengele 7 wa suluhu la Ukraine, ambalo linajumuisha vifungu vya kutambua Crimea kama sehemu ya Urusi na kuondoa vikwazo vyote vya Marekani, lakini haina shinikizo la wazi la usalama kwa Ukraine. Gazeti la Daily Telegraph limeandika. Gazeti hilo liliandika likirejelea chanzo ambacho hakikutajwa jina kwamba kifungu cha kwanza na cha pili kinalenga kusitishwa kwa mapigano mara moja na mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Ukraine na Urusi. Kifungu cha tatu kinasema kwamba Ukraine inapaswa kuacha matarajio yake ya NATO, ingawa uwezekano wa kujiunga na Umoja wa Ulaya utasalia mezani. Vilevile, utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umevunja kundi la mashirika ya kijasusi kuhusu madai ya uhalifu wa Urusi wakati wa mzozo wa Ukraine. Gazeti la The Washington Post limeandika. Kulingana na ripoti hiyo, lengo la kundi hilo lilikuwa ni kukusanya taarifa za kijasusi kutoka kote serikalini kuhusu madai ya uhalifu wa Urusi nchini Ukraine. Aidha, nafasi ya mratibu wa kikundi hiki pia ilivunjwa. Mawaziri wa mambo ya nje wa Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Ukraine wameahirisha mkutano uliopangwa kufanyika Jumatano baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kuamua kutosafiri kwenda London, Sky News inaripoti. Kwingineko, Russia imependekeza kuanzishwa kituo maalum cha kidiplomasia au diplomasia ya chakula ili kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na usalama wa chakula miongoni mwa nchi wanachama wa kundi la BRICS. Dmitry Bulatov, mkuu wa muungano wa taifa wa Russia wa wauzaji nje bidhaa za chakula, amesema katika mahojiano na televisheni ya BRICS kuwa pendekezo la kuanzisha kituo cha diplomasia ya chakula limetolewa ndani ya mfumo wa kamati ya kitaifa ya utafiti ya BRICS ili kuratibu utekelezaji wa maamuzi yanayohusiana na kupanua ubadilishanaji wa bidhaa za chakula kati ya wanachama wa kundi hilo. Bulatov amesema kituo cha Russia cha diplomasia ya chakula kinaweza kuwa na nafasi chanya katika kuhakikisha biashara kimataifa inakuwa endelevu. Upo lazima kwa wataalamu wa nchi za BRICS kutayarisha hati ya kimataifa ya maadili katika masoko ya chakula ili kutumika kama mfumo wa pamoja wa nchi zinazofanya biashara kimataifa ya chakula, anasema Dmitry Bulatov, mkuu wa muungano wa taifa wa Russia wa wauzaji nje bidhaa za chakula. Bulatov pia amesisitiza kuhusu nafasi kuu ya Russia katika kudhamini usalama wa chakula duniani na kusema nchi hiyo ni ya kwanza duniani katika mauzo ya ngano na ni miongoni mwa nchi wasambazaji wakubwa wa nafaka duniani. Sasa ni kutoe huko, tutazame namna ambavyo mivutano inaendelea kisiasa baina ya Ufaransa na utawala wa Kizayuni, ambapo utawala wa Israeli umefuta visa za wabunge na maafisa 27 wa Ufaransa wa mrengo wa kushoto siku mbili kabla ya safari yao ya kuelekea Palestina inayokaliwa kwa mabavu iliyopewa jina bandia la Israeli. Hatua hiyo pia imekuja siku chache baada ya Tel Aviv kuwapiga marufuku wabunge wawili wa Uingereza kutoka chama tawala cha Labour kuingia Palestina inayokaliwa kwa mabavu. Wizara ya mambo ya ndani ya Israeli ilitangaza kufutwa kwa visa za watu hao chini ya sheria inayoruhusu mamlaka kupiga marufuku kuingia kwa watu ambao wanaweza kuchukua hatua dhidi ya Israeli. Wanachama 17 wa kundi lililopanga kusafiri katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu wanatoka katika vyama vinavyounga mkono mazingira na ukomunisti,
Kundi hilo limesema kuwa ni wahanga wa adhabu ya pamoja ya Israeli na kumtaka rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kuingilia kati. Makumi ya walowezi wa Kizayuni wameuvamia tena ua wa msikiti wa Al-Aqsa, huku wakisindikizwa na polisi wa utawala wa Israeli Baitul Muqaddas mashariki inayokaliwa kwa mabavu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Palestina Wafa, mashuhuda wa tukio hilo wamesema walowezi hao wa Kizayuni walifika kwa vikundi na kuzurura katika eneo hilo kwa madhumuni ya kuwachochea na kuwachokoza wa Palestina. Wafa imeendelea kueleza kuwa wakati wa uvamizi huo vikosi vya kijeshi vya polisi na utawala wa Kizayuni Israeli vilisambazwa kwa wingi katika eneo la kale la mji wa Quds, vikiwaweka askari wake katika kila lango linaloelekea Al-Aqsa. Mashuhuda wamelieleza shirika hilo la habari la Palestina kwamba eneo hilo la msikiti wa Al-Aqsa linaonekana kama kambi ya kijeshi. Shukrani kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.